Mkuu wa Mkoa, jambo la kwanza tulianza na kuhakikisha kwamba mabasi yote ambayo yamegeuza stendi eneo la Shekilango na Magomeni yanakuja hapa. Tarehe 17 mimi pamoja na kamati ya usalama tulitembelea ofisi takribani zote na kuzipa agizo hilo kwamba wanapaswa kwa mujibu wa leseni yao ya LATRA, kituo cha kuanzia usafiri ni Magufuli Bus Terminal hapa tulipo leo. Hakuna kampuni ambayo hatukuifikia na kuipa maelekezo kwamba wanatakiwa wawepo hapa. Jambo la pili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tulitoa maagizo kwa TANROADS kuhakikisha kwamba hifadhi za barabara hasa barabara ya Morogoro zinabaki kwa matumizi ambayo yanatambulika kisheria. Hakuna matumizi ya kupakia na kushusha abiria kwenye eneo la hifadhi ya barabara ya Morogoro. Gari lolote au kampuni yoyote ambayo inapakia na kushusha abiria kwenye barabara ya Morogoro inatenda kosa, na jambo hilo tumelikabidhi TANROADS kwa ajili ya usimamizi. Jambo la tatu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa mujibu wa sheria, Jeshi la Polisi wanapaswa kukagua magari yote yanayoanza safari au yanayotoa huduma ya umma, yakiwemo mabasi yanayoenda mikoani. Huduma hiyo inapatikana ndani ya stendi ya Magufuli. Baada ya agizo lako, tumeagiza basi lolote halipaswi kutoka wilaya ya Ubungo kama halijakaguliwa na Jeshi la Polisi. Tumefanya kazi hiyo, tumeweka vituo 4 vya ukaguzi: barabara ya Shekilango, barabara ya Samnujoma, barabara ya Morogoro eneo la Kiluvya na Goba njia 4. Hatutaruhusu basi ambalo halijatoka stendi ya Magufuli na halijakaguliwa kuendelea na safari yake kwa sababu linavunja sheria. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya agizo lako, ili basi liweze kuendelea na safari yake, ni lazima manifest iwe imekaguliwa na watu wa uhamiaji kujiridhisha ni nani anaingia nchini, ni nani anatoka nchini kwa utaratibu gani. Ndani ya stendi ya Magufuli, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ofisi ya uhamiaji iko hapa. Tunaye afisa mahususi ndani ya wilaya ya Ubungo. Yeye ni afisa wa uhamiaji ndani ya stendi ya Magufuli. Mimi kama mkuu wa wilaya nina maafisa wa uhamiaji 2. Ninaye ambaye anakaa ofisi ya wilayani na ninaye ambaye anatakiwa kuwepo hapa masaa 24. Hivyo basi, gari ambalo linashindwa kutimiza matakwa ya kisheria kuhakikisha kwamba limemleta nani, ameondoka nani, maana yake linavunja sheria. Tumetekeleza hilo na mabasi yote yanatakiwa kukaguliwa. Lakini hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mbele yako unayoona ni shedi ya basi kwa ajili ya gari la faya. Hii tumejenga kwa fedha ndani ya miezi 6 iliyopita. Hapa maana yake ikitokea changamoto yoyote, watu wa faya wako hapa, afisa wa faya yuko hapa. Mwaka jana 2029 kuna mabasi yalichomwa, hayakuwepo hapa. Hakuna basi hata moja ambalo lilipata kadhia. Ni kwa sababu vyombo vya usalama viko hapa. Anayesema anataka kukaa nje ya stendi, maana yake anahatarisha usalama wake binafsi, wa chombo chake na wa nchi kwa ujumla. Agizo lako tumetekeleza, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na faya wako hapa na mabasi yote yanatakiwa kukaguliwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuna ajenda za uongo na upotoshaji zinapitishwa. Kwanza, ongezeko la vibaka na matapeli. Ndani ya kituo hiki, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, yuko OCS. Tuna kituo hapa cha polisi. Tumeshatoa maelekezo kwa RPC, OCD na OCS waimarishe ulinzi na kazi hiyo inafanyika. Bahati nzuri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi hiyo hawafanyi Jeshi la Polisi peke yao. Wapo vijana wa bodaboda na bajaji, wenyewe pia ni ulinzi shirikishi na wanafanya kazi kudhibiti ongezeko la vibaka hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuna lalamiko ambalo linasema kwamba watumishi wa kampuni za mabasi wanalipishwa fedha. Sio kweli. Tumetoa exemption, tumetoa nafuu kwa watumishi aidha 4, 6 mpaka 8 ambao wanatakiwa kuwa na kitambulisho na wanaingia bila kulipa chochote kwa ajili ya kutoa huduma. Kwa hiyo hakuna gharama inayoongezwa kwa watu ambao ni wamiliki wa mabasi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kulikuwa na hoja kuhusu huduma za vyoo na maji. DAWASA nimekuja nao leo hapa. Tumeshachimba kisima
tumeweka pampu, tumeongeza matenki na vyoo vyote vinafanya kazi, na wakati wote tutahakikisha kupitia usimamizi ambao tumeimarisha, huduma ya choo itapatikana kwa gharama nafuu. Wazee wote wanaosafiri, huduma ni bure, hakuna ambaye anachangishwa fedha. Haya yalikuwa ni maagizo yako, tumeshatekeleza. Kwa huduma ya usafi hapa itaendelea kuimarika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uliniagiza kuhusu wafanyabiashara ambao wana malimbikizo ya madeni wapewe muda wa kulipa madeni yao. Tumeshatekeleza hilo, tumewaambia waende kwa mkurugenzi na watalipa kwa hawa madeni yao na wasiendelee kulimbikiza madeni ili mradi waweze kurudi na kufanya biashara. Na agizo lako linaenda kuokoa maisha ya mamia ya wafanyabiashara katika stendi hii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ipo ajenda kwamba kuna watu wanapata hasara kata ya Sinza ambapo biashara zinafanyika kwa sasa. Si kweli. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, stendi hii hapa ilipo inahudumia moja kwa moja, ukiacha maeneo mengine ya nchi, kata ya Saranga, kata ya Mbezi, kata ya Kwembe, kata ya Goba, kata ya Msigani na kata ya Kibamba. Hizo ni kata 5, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kata 6. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, kata hizi idadi yake wananchi ni 806,000. Wananchi ni 806,000 kwa kata hizo. Wilaya ya Ubungo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, idadi kwa mujibu wa sensa ni watu 1,186,000. Maana yake zaidi ya robo tatu ya wananchi wako eneo hili ambalo linahudumiwa na stendi ya Ubungo. Sasa kwa logic ya kawaida au kwa akili ya kuvuka barabara uangalie kushoto na kulia. Kama ni watu wanaoathirika kati ya watu 806,000 ambao wako katika kata hizi na hao ambao wachache wanaoangalia maslahi yao katika maeneo waliojiwekea shekilango, ni wapi wanaathirika zaidi? Ndio wananchi uliowaokoa kwa agizo lako hili. Hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakushukuru kwa agizo lako. Na mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na timu yangu yote tumepokea na kutekeleza. Na leo tumekuja hapa ili kuweza kupokea maelekezo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, TARURA wako hapa, TANROADS wako hapa, UDART wako hapa, LATRA wako hapa, TANESCO wako hapa, wasije wakasema umeme haufanyi kazi. DAWASA wako hapa. Tena DAWASA mameneja wote mpaka meneja anayetoka Kawe aje hapa ili tuseme kwamba maji hayapo hapa kwa sababu gani. Lakini pia watu wenye baya wanaweza wakaja wakaleta hata sababu kwamba hapa kuna kunguni tunawashwa. Tumemleta mpaka mtu wa viatilifu na wadudu warukao na watambaao ili kama kuna tatizo hapa tutafanya fumigation. Hakuna taasisi ambayo haiko hapa. Wote wako hapa kwa sababu tunataka stendi hii ifanye kazi kama ulivyoagiza. Baada ya taarifa hiyo fupi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi niwashukuru sana Chama cha Mapinduzi. Niwashukuru sana waheshimiwa wabunge. Niwashukuru kwa walidhani tunatania. Tukasema umeagiza mabasi yaingie hapa. Lakini makampuni mawili yakataka kuendelea na zoezi hilo. Cha kwanza nilichokifanya, nilitoa maagizo. Yoyote ambaye amekiuka maagizo ya serikali, faini itolewe kwa kiwango cha juu. Hakuna onyo, hakuna faini sijui kwamba kwa sababu 1, 2, 3. Kama ni milioni 5, faini itachajiwa milioni 5 bila kupunguza. Kama ni milioni, faini itakayochajiwa ni milioni 1. Na hilo tumelifanya. Yapo makampuni ambayo yamelipa faini. Lakini ipo kampuni moja na nitaitaja hapa ya basi la Tilisho. Wao jana tuliagiza waanzie safari hapa. Wakaanzia kwenye stendi yao waliojitengenezea wenyewe. Tukaenda tukafunga cheni basi. Akatoka mtu pale akakata cheni. Basi likaondoka bila kuingia Magufuli. Lakini nafurahi kukujulisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nilimwagiza OCD na RPC na RPC amelisimamia. Tumempiga pingu mkurugenzi, sio dereva, mkurugenzi na meneja. Na hapa ninavyozungumza
yuko nyuma ya gari ya polisi, nimwagize OCD amteremshe ili umuone huyu anayedhani kwa fedha zake anaweza akawa na kiburi hapa. Na hii, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Rais, na wewe mwenyewe mliniagiza hapa tusimamie. Waheshimiwa wabunge na madiwani wanateseka kila kukicha kuona namna gani tunatatua kero za wananchi. Sasa kuna watu ambao wameamini mambo mawili. Kwanza, wanasema kuna wakuu wa wilaya wengi wamepita hapa wakashindwa. Jambo la pili, wakasema mkuu wa mkoa, hilo ni tamko, ni nguvu za soda, hatafuatilia. Nitumie fursa hii, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi yako ulishamaliza. Hakuna mtu mwenye pesa, hakuna mwenye cheo atakaye kuja kuchezea maagizo ya serikali. Wote watakao kiuka tutawaonyesha na tutawadhihirisha mbele ya umma. Tunataka tufanye kazi. Mheshimiwa mbunge, sasa naomba nikukaribishe upande hapo usalimie ili umkaribishe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.